Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hafla ya kutia saini makubaliano ya Iran nchini Uswisi yameahirishwa. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan amesema kwamba hafla ya kutoa saini makubaliano siku ya leo Ijumaa kati ya Marekani na Iran huko Geneva imeahirishwa kwa sababu mkataba wa makubaliano tayari umeshatiwa saini. Afisa mkuu wa Pakistan hapo awali alisema kwamba waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alikuwa ameahirisha ziara yake huko Geneva, akisema awamu inayofuata itaendelea kupitia viwango tofauti vya kiufundi ili kushughulikia masuala kadhaa ya mfumo huu wa kina. Maswali yaliibuka mara kwa mara kuhusu kufanyika kwa tukio hilo baada ya Sharif kubadilisha chapisho lake mapema siku ya Alhamisi kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa X, kiondoa kipengele kilichosema Pakistan kwa msaada wa mpatanishi mwenza Qatar itaandaa hafla rasmi kama ilivyopangwa mnamo Juni 19 mwaka 2026 nchini Uswisi kuadhimisha tukio hili muhimu na kuanza mazungumzo ya kiwango cha kiufundi. Nyuma ya pazia imeelezwa kwamba Pakistan imesema kuwa hafla hiyo itafanyika kama ilivyopangwa, lakini kufikia jioni ya Alhamisi mpango huo ukabadilishwa. Shehbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, alikuwa mmoja wa watia saini wa MOU kama mpatanishi. Hata hivyo, wakati huu moja kati ya mambo ambayo yanaonekana ni wasiwasi mkubwa ni namna ya kauli zinazotolewa na viongozi wa Marekani. Marekani imesema kwamba huenda ikarejesha kizuizi cha majini ikiwa makubaliano ya Iran yasipozingatiwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anasema Iran isipozingatia masharti yaliyomo kwenye mkataba wa kumaliza vita, basi Marekani itakuwa haina budi kuweka tena kizuizi cha majini dhidi yake. Marekani imekubali kuondoa kizuizi chake cha majini ambacho kilizuia meli kuingia au kutoka kwenye pwani ya Iran tangu Aprili kama sehemu ya makubaliano yaliyotoa saini wiki hii. Ikiwa Iran haitatimiza ahadi ya kukomesha kuunda silaha za nyuklia, basi Hegseth anasema idara ya ulinzi iko tayari kuanza tena mashambulizi. Ikilazimika kufanya hivyo, tutahitaji. Anasema hatua zozote za kijeshi za Marekani na mazungumzo yatazingatia silaha za nyuklia za Iran. Pia anasema kuna nchi za Ulaya ambazo ziko tayari kusaidia kusafisha mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini akatoa wito moja kwa moja kwa Uingereza kuongeza kasi, kufanya hata zaidi, kutumia hata zaidi. Haswa anasema nchi hiyo inapaswa kusaidia Marekani kufikia kambi za kijeshi ndani ya Uingereza, ikiwa ni pamoja na Diego Garcia. Diego Garcia ni sehemu ya visiwa vya Chagos katika bahari ya Hindi, makao ya kambi ya siri ya jeshi la Marekani na Uingereza. Waziri Mkuu Keir Starmer aliahirisha mpango wake wa kukabidhi umiliki wa visiwa hivyo kwa Mauritius licha ya Trump kupinga hatua hiyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.